mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu ambazo ziko hapa Temeke maarufu kama Temeke Kota. Ninatumia nafasi hii kwanza kumpongeza sana mkurugenzi mkuu na timu yake. Nimeuona mradi ni mzuri. Huu mradi una jumla ya nyumba 144. Nyumba hizi 144, 72 ni nyumba za chumba kimoja na sebule na choo, tunaita studio apartment. Lakini nyumba 72 ni zile zenye master na chumba kimoja kidogo na sebule kubwa, yani living room. Hii ni kwa mtu ambaye anaweza kuwa tayari ana familia ndogo. Nimekuja kukagua kwa sababu ni kazi ambayo ameielekeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kututuma sisi kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ya kutafuta suluhu inayohusu nyumba za bei nafuu kwa wananchi, hususan kundi la vijana. Sasa hizi nyumba zilizojengwa hapa Temeke Kota, hizi tunaanza na vijana, lakini wanaoingia katika utumishi wa umma ndio tunaanza nao. Mpango mpana wa dira ya Rais Dr. Samia si tu wale watumishi, kwa sababu watumishi ni sehemu ndogo ya vijana wengi wa taifa hili. Kwa hiyo kwa kutambua hilo, lazima pawe na mahala pa kuanzia. Mahala pa kuanzia ndio tumeona kwamba tuanze na nyumba hizi ambazo zitachukua familia 144 za vijana wanaoanza kazi ya utumishi. Lakini ni maelekezo yetu kwamba, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba sasa TBA wanakwenda kujenga zile za jumla, si tu za watumishi na za vijana wasiokuwa utumishi wa umma. Mathalan, mwandishi wa habari kama wewe unayeandika habari lakini yuko mwingine kijana mchuuzi na yeye ana haki ya kupata nyumba nzuri yenye stara. Kwa hivyo tutaenda kujenga maeneo kama Magomeni, na ni maelekezo yangu kwamba TBA watafute wabia, kwa maana private sector. Rais Samia anapenda sana tushirikiane na private sector. Amekuwa akitoa msisitizo wa kushirikiana na private sector kwenye nyanja zote. Ujenzi wa majumba anataka tushirikiane na private sector. Ujenzi wa barabara anatusisitiza tushirikiane na private sector. Vivuko tushirikiane na private sector. Kwa ndo dunia inakokwenda huko. Hatuwezi kufanya yote sisi wenyewe katika serikali.